viongozi wameshatambulishwa, na hofia kuchukua dakika kwa kufanya ambayo limeshafanywa. Mimi nimtambulishe mtu mmoja tu, mfalme wa Dar es Salaam Alhaji Katungunya, mzee wetu, mlezi wetu, pia tunaye hapa. Walikulli qaumin hadi. Maneno yangu mafupi nitafanya kuwa ni ramani aya nambari 133 Al-Baqara, ili tuondoke wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari ya ulezi. Wakati Qur'ani inakuja katika jamii tayari imeshatoka katika hadhara tukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuja kuwa ni kitabu kilichopangiliwa. Ikianziwa na surati al-Fatiha, sura ambayo mwanzoni tu inatoa taarifa ya ulezi. Anakabidhiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje katika dunia kwa kazi ya kwanza kabisa, ulezi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, Mungu mwenyewe ndani ya Qur'ani sura ya kwanza anajitangaza kuwa yeye ni mlezi. Anamleta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kazi ya ulezi. Darasa lile la 133 Al-Baqara, Mwenyezi Mungu akimwambia au akiwaambia Mayahudi na watu wao, am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba almautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Kwa wakati wa leo, mwanzo wa kulea ni kuacha dini katika nyumba yako, na ndio alianza nayo Yaqub. Sasa baada ya hapo jiongeze, ukishamchukua ukamweka mbele yako Mtume Muhammad, ambaye sasa dunia inasikiliza mazao yake na sifa zake na taarifa zake. Anza kwa Yaqub. Nyie Mayahudi, nyie Waisraeli, kwani ninyi mulikuwapo pale Yaqub alipofikwa na hali ya kuashiria sasa anaondoka katika dunia. Nyinyi pale mlikuwepo, kudai kwamba Yaqubu hakuwa Muislamu. Yaqubu alikuwa wao. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Kumbuka pale Yaqub alipowaambia wanawe, nini mtakachokushika mukakiabudu baada yangu, akiwa anataka kujithibitishia kwa kazi aliyoifanya ya malezi. Yeye anaondoka, anawaachaje? Anataka majibu sahihi. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Watoto walijibu pasina kusita ya kwamba hatutayumba sisi wanao mzee, tutabaki kumwabudu Mungu wako yule yule. Mungu huyo ndiyo Mungu wa wazee wako. Mtume Ibrahim, mwanawe Ismail na mwanawe Ishaq alayhim wa ala nabiyina afdalu salati wassalam, ni Mungu mmoja tu.
na sisi wanao sote kwa huyo Mungu huyo, ni wenye kusalenda, ni Waislamu. Sehemu ya kwanza, nini lengo langu? Dini ifundishwe kama dini, lakini Waislamu twendeni na kasi ya dunia. Waislamu twendeni na kasi ya dunia, twendeni na mipango ya dunia, tufikirie kule ambako Mwenyezi Mungu amejalia kwanza tuna macho yanafika mahala ambako sisi hatujafika. Maana yake macho yako yasafiri na akili, yasafiri na moyo wako. Twendeni yanakotua macho, na kila tunapodondosha hatua twendeni mbali zaidi. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa akili aitumie, na ndio maana Qur'ani ilitawala, afala taqiluna, afala yaqiluna, afala yatadhakkaruna, afala yatadabbarun. Safirisha akili. Baada ya wanao kuachia dini, nini kingine? Watoto tuwape dini, tuwape misingi ya maisha. Si wakati haukubali kuwalea watoto wetu kidarueshi zaidi, wakati unakataa. Mtaalamu mmoja alisema, la tarubbu auladakum bima rabbakum abaukum fa innahum khuliqu bighairi zamanikum. Mwingine akasema, la tarubbu auladakum bima rubbitum fa inna zamana yakhtalifu. Usiishi kwa kukopi na kupesti, ni dalili ya kufeli katika maisha. Msiwalee watoto wenu katika mifumo ile ile ambayo ninyi mmelelewa na wazee wenu. Viongozi wa baraza, mnajua mashekhe namna gani walivyosoma. Nasikia mtu kakaa kwa Sheikh Hassan bin Amiri miaka 40. Muda wale wa uruhusu kukaa na mwanafunzi miaka 40. Hiyo ni daru wa shah na ni kufeli katika maisha. Sio maana yake tunakopi vitu vya hovyo, hapana. Dunia inatakaje? Msiwalee watoto wenu vile vile nyinyi mlivyolelewa na wazee wenu. Fa innahum khuliqu bighairi zamanikum. Msiwalee watoto wenu vile ambavyo ninyi mmelelewa. Tulisoma vitabu vidogo vidogo vyote kabla ya mukaddima: Safina, Dolaru, Hidayatul Atfali, Riyadhul Bidaa. Hivyo vidogo vidogo vyote tukavipuna. Safina tunaja, Safina tuswala, vitabu vidogo dogo peke yake miaka 4, vitabu 17. Ndio unaenda kwenye mukaddima, wazee wakaita rubuul ibada. Hapo kwa mbali utapewa kuswalisha. Kwetu Rufaia, wakati wa leo mwanafunzi utabaki naye. Sheikh Uthmani, nyinyi ndio walimu, akai. Na kama watakaa kwa mifumo yenu mashekhe, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsiri yake tutakuwa tunafikiria kuwa ameongopa. Maneno ya Bwana Mtume, khairul quruni karni ile thumma alladhina yalunahum thumma, tafsiri yake afadhali kidogo. Manake kadiri tunavyokwenda mbele mambo yanashuka. Tengeneza syllabus, miaka 5, 6, 7, mwanafunzi ajihisi kwa hapa nimemaliza, naenda kwa shehe mwingine, anapiga hatua. Sio wakati wa kukaa na vijana miaka 15, inni ana auna anakum aunakum bunakum. Si wakati huu. Lakini angalia, baada ya malezi ya katika dini, muangalia ammi yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mzee Abu Talib, anampa malezi ya kutafuta noti. Bwana Mtume akiwa na miaka 12 anafanya safari ya kwenda Sham na ammi yake, na msafara anapata training ya kutafuta hela.
Watoto wa Wahindi wote wanazoeshwa biashara wakiwa na miaka 9, 10 mpaka 12. Watoto wa Wazaramo na Wandengereko wanatafuta maisha wakiwa na miaka 40. Baada ya miaka 2 wanakufa. Sallu ala nabi. Hatuwezi kujifundisha maisha tukiwa na miaka 40. Miaka 40 ni ya ukomavu, ushaweza. Sasa wakati wa kuwa ushaweza, wewe ndio unaanza alifu. Maana yake unacheza michezo ya kitoto iko 40. Usipoicheza utotoni utacheza uzeeni. Kuna kombolela zamani tukiita kuikwide. Ile kama hujacheza utotoni utacheza uzeeni. Kuna watu unaona uzee unajua kabisa huyu akucheza michezo ya kitoto sana, tuchezee uzeeni. Kwa ni waombe Waislamu, Maulidi ya Bwana Mtume Muhammad ya msikiti wa Mtoro mwaka huu yatuamshe kujipanga, kuanzia walimu wa madrasa pamoja na walimu zetu wanaosomesha misingi mikubwa, lakini pia na wazazi katika uchumi. Ninyi ni mashahidi. Tunatoka skuli tunarudi darasani, lakini leo shule zetu watoto wanarudi saa 4 ya usiku. Kama hatujatengeneza misingi, tunakwenda kuwa na kizazi cha madunduka watupu hawajui dini. Ni lazima tuwai mapema. Mtoto huyu akifika form 1, form 2, kuna hatari darasani tunamkosa. Tunamuandaaje mapema anaondoka na misingi yake ya dini? Kwa bahati mbaya, wenzetu watoto wao wanapokwenda kusoma skuli wanaondoka na misingi yao ya kibibilia. Hata akiwa waziri, hata akiwa mbunge, dini yake anajua. Kwa sababu sisi hatujatoka na misingi hiyo, bali hata wale mawaziri hatujawaandaa sisi. Tumewaonea ukubwani, tunawadandia wa kwetu. Hatuwajui hata vita hivi wamepataje. Akishafika uko mbele yeye mwenyewe mpaka salamu alaykum inamshinda. Niliyo kushuhudia, lakini sio hapa. Nchi moja nimeishi, nimeona waziri anatoa salamu, salamaku. Uksim billah, nipo katika mimbari ya Bwana Mtume hapa msikitini, alisema salamaku, waziri Muislamu. Yani hata ile ya salamu alaikum hajui. Ni jambo la ajabu. Na ndio maana unaona baadhi ya mawaziri mkiwapa kusema, alivyosoma kwenye kitabu cha Kiswahili na yeye anasema vile vile kama alivyosema Bwana Mtume SAW. Hajui ile inamaanisha nini, na akitamka uchuro. Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala libani. Dunia inatakiwa ione wafasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanafocus dini yao na maisha yao. Wakati wa leo sio wakati wa kumuona kiongozi mkubwa wa dini ana hali ngumu, anakula kama boko kutwa mara moja. Tunawasababishia vijana wa siku hizi wanafikiria sana. Anasema kama ndio ushehe wenyewe ndio hivi, nasoma ili kiwe nini? Vijana wa siku hizi wanafikiria sana, pamoja na kuwa uwezo wao wa majibu ni mdogo. Sasa lazima tujipange, na hao ndio watakuwa maadui. Waswahili wanasema siku zote mende na panya wanakula nguo wakiwa kabatini, hawali nguo wakiwa nje. Mende na panya wanakula nguo wakiwa ndani ya kabati. Na Waislamu watakao tudhuru wale tunaowalea ndani ya Uislamu, sio wa nje. Wale ndiyo msingi. Tusipowajenga wale kuwa mashabiki bora wa Uislamu, tunakwenda kudhurika wenyewe. Niwaombe viongozi wangu, nikianzia katibu mkuu mtendaji wa baraza, twendeni tukafocus katika nchi yetu kwenye malezi ya dini na uchumi. Si muda tena wa maneno, si muda wa maneno. Tushaongea sana. Tuna misikiti huko kwa Sheikh Jongo huko Mkenda, wanasema tuna msikiti mkubwa Mkenda, wanaswali watu 45 kwa sababu kijijini kuna watu 12. Hawafikirii mbele itakuwaje. Badala ya kufikiria maendeleo, sisi tunaparurana misikitini. Mikoani, mashekhe wa mikoa wapo hapa. Natoa ujumbe huu japokuwa mie hata sina hata ushehe wa Chanika. Twendeni tukajenge mikoa yetu kwa maendeleo na mipango. Twendeni tukatengeneze misingi madhubuti ya kunyanyua vizazi vyetu. Dunia ijue Waislamu wana hamu ya maisha. Anasoma Qur'ani, anaieleza fiqh, anamueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time anajua kwamba anakitoka hapo ana mpango gani wa kula.
Haya ndiyo maneno yangu, naenda kukaa chini kwa maneno yale yale. La tarubbu auladakum bima rubitum fa inna zamana yakhtalif. Musilee watoto wenu kwenye mifumo ile ile muliolelewa ninyi, nyakati zinatofautiana. Hadha wabillahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.